Yes, watu wengi wanajiuliza klabu ya Bodo Glimt ni klabu kutoka wapi? Ni klabu mbona sio maarufu lakini inafanya vizuri sana katika michuano ya UEFA Champions League msimu huu wa 2025-2026, kwani imewashangaza wengi sana, haswa kwa matokeo ambayo inayapata na mpaka kufikia hatua ya robo finali ambayo wapo sasa hivi. Sasa leo nakupa historia fupi ya klabu hii ya Bodo Glimt, ama zamani ilikuwa inaitwa Glimt lakini sasa hivi inaitwa Bodo. Hii klabu ilianzishwa Septemba 5 mwaka 1916 kule nchini Norway, kaskazini mwa nchini Norway. Kwa ni klabu ambayo inatokea Norway kaskazini, na klabu hii iliweza kupanda daraja la ligi kuu ya nchini Norway kuelekea msimu wa 2018 na 2019, na iliweza kutoa ubingwa mara 4 ndani ya miaka 5 tangu kupanda daraja. Ilifanya hivyo msimu wa 2019 2020, msimu wa 2020-2021, msimu wa 2022-2023 na msimu wa 2023-2024. Ndani ya miaka 5 ilitoa ubingwa mara 4. Na klabu hii ina historia mbalimbali ikiwemo kutoa kombe la Norway mara 2, kile kikombe cha FA ya Norway mara 2, lakini ilitoa kombe la zamani la Norway kaskazini. Vilabu vilivyokuwa katika ukanda wa kaskazini ya nchini Norway vilikuwa vinashiriki kombe ambalo sasa hivi halipo tena. Ilikuwa ni mara 9 ambapo waliweza kutoa kombe hilo ambalo kwa sasa hivi halifanyi kazi tena, lakini klabu hii imetengeneza historia kwa klabu ya kwanza kutoka Ulaya kaskazini. Najua vilabu vingi vya Ulaya kaskazini havifanyi vizuri katika michuano ya ligi zao za ndani ama michuano ya UEFA. Sasa imekuwa klabu ya kwanza kutoka Ulaya kaskazini kuweza kutoa ubingwa wa kombe chochote, ambapo walitoa katika miaka ya 70 walitoa hichi kikombe cha FA cha nchini Norway. Sasa klabu hii ya Bodo Glimt imepata mafanikio katika michuano ya UEFA hivi karibuni. Kwanza, katika michuano ya UEFA Conference League waliishia robo finali msimu wa 2021-2022. Lakini msimu uliofuata, msimu wa baadaye, msimu wa 2024-2025, klabu ya Bodo Glimt ilifika hatua ya nusu finali ya michuano ya UEFA Europa League. Hapa tunaongelea msimu uliopita, na walifika hatua ambayo walitolewa nusu finali na Tottenham Hotspur, ambao Spurs walikuja kuwa mabingwa baada ya kuwafunga Manchester United. Kwa hiyo tunarudi kuongelea ligi ya mabingwa, ambapo katika msimu wa ligi ya mabingwa klabu hii imefika robo finali na imecheza mechi yake ya mkondo wa kwanza dhidi ya Club Sporting de Lisbon ya kutoka nchini Ureno, na imechapa mabao 3-0 katika mkondo wa kwanza, wakiwa na mpaka wakati nasimulia hadithi hii wanasubiria mkondo wa pili. Kwa hiyo Bodo Glimt imekuwa na matokeo mazuri sana msimu huu. Wamewafunga Atletico de Madrid katika uwanja wao Wanda Metropolitano hatua ya makundi mabao 2-1. Walifunga Manchester City katika uwanja wao wakiwa nyumbani wao Bodo Glimt mabao 3-1. Wakaifunga Inter Milan katika hatua ya mtoano mabao 3-1 nyumbani na 2-1 ugenini. Kwa hiyo imekuwa na matokeo dhidi ya timu kubwa, matokeo mazuri mwanzoni wa michuano wa kwanza vizuri, lakini baadaye waliweza kufanya vizuri na kufikia hatua ya kumfunga Sporting Lisbon mabao 3-0 katika hatua ya kwanza. Wanatumia uwanja wao ambao sio mkubwa, uwanja unabeba mashabiki 8,000 tu, 8,270. Uwanja wao katika ligi yao inaitwa the Eliteserien League. Kwa hiyo kikosi chao cha Bodo Glimt kina wachezaji kadhaa ambao ndio wanaingarisha. Kuna majina kadhaa ambao ndio wanaifanya kikosi cha Bodo Glimt kitambe barani Ulaya. Nakupa majina haya. Mchezaji Jens Peter Hauge, jezi namba 10. Huyu ni raia wa Norway. Peter Hauge yeye ana mabao 6 mpaka sasa hivi kwenye ligi ya mabingwa, huku akiwa na assist 2. Ina maana amehusika katika mabao 8 ya klabu hii. Mshambuliaji huyu ambaye anapenda kucheza kutokea pembeni kushoto ama sometime anatokea katikati. Pia jezi namba 9 Kasper Høj, huyu ni raia wa Denmark. Mshambuliaji huyu ambaye anacheza katikati, yeye ana mabao 5 akiwa na assist 3, au akiwa anahusika na mabao 8 sawa sawa na Jens Peter Hauge. Wote wakiwa wanahusika na mabao 8 waliofunga Bodo Glimt msimu huu. Lakini yupo Sondre Fett, huyu ni kiungo wa katikati ambaye katika wale viungo watatu wa katikati anachezaga upande wa kushoto. Yeye amefunga mabao 3 katika michuano ya UEFA Champions League msimu huu, wakati goalkeeper wao Hakim Nikita, jezi nambari 12, yeye ni raia wa Urusi. Amejitahidi sana, amekuwa akiokoa michomo mingi sana, hasa katika mechi kubwa ambazo walipata matokeo.
Bila kuwasahau beki wa kushoto Frederick Bjorkan, yeye ana assist 2, huko kiungo Hakan Evjen yeye pia akiwa na assist 2, wakiwa hawana mabao. Hawa ndio wamekuwa na mchango mkubwa, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kabisa nisipomtaja winga wa kulia Ole Didrik Blomberg, raia wa Norway. Amekuwa na mchango mkubwa sana, assist 3 kwa klabu hii ya Bodo Glimt kwenye michuano ya UEFA msimu huu, huku akiwa na mabao 2, kwa amehusika katika mabao 5. Jezi nambari 11 Ole Didrik Blomberg. Kwa hiyo Hauda Bodo Glimt, klabu ambayo imeibuka hivi karibuni, miaka hivi karibuni, na imeweza kupata mafanikio makubwa kama nilivyokuambia: robo finali ya Conference League mwaka 2022, nusu finali ya UEFA Europa League mwaka 2025, na sasa robo finali ya michuano ya UEFA Champions League